بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. صدق الله العلي العظيم. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliweza kukamilisha juma lililopita sehemu ya tatu au juzu ya tatu kwa makubaliano tuliokubaliana katika sehemu za suratu Yasin. Kwa ajili ya kukumbushana kwa ufupi, ilipokuwa sura ambayo kwamba tuendelea nayo katika darasa za tafsiri ni ndefu na itukuzie maudhui tofauti mbalimbali, kwa minajili ya kuhifadhi na kuziweka zitu tofauti mbalimbali ili tuweze kuzishika mada, tulinena tutakubaliana tuigawanye suratu Yasin katika juzu 5. Juzu ya kwanza ikiwa itaanza kutoka aya ya kwanza mpaka aya ya 12, kutoka Yasin wal Qur'anil Hakim mpaka inna nahnu nuhyil mauta. Juzu ya pili ikiwa itaanza kutoka aya ya 13 mpaka aya ya 32, wadhrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaaha al mursalun mpaka wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Juzu ya tatu tukanena itaanza kutoka aya ya 33 mpaka 47, wa ayatul lahumul ardul maitatu mpaka wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Juzu ya 4 ndio hii tutakayo kuianza leo, ambao yaanda kutoka aya ya 48 mpaka aya ya 65, ambao ndani tutakuwa na aya 18 zinaozungumzia mada moja, ikianda katika neno la Mwenyezi Mungu wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, mpaka tukisikilia kwenye alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hizi aya 18 ndio tuziita ni juzu ya 4. Aya hizi 18, kabla ya kuanza kuzifasiri, swali la kwanza linalotukabili kama kawaida ya juzu zote tulizosoma 3 nyuma, ni nini kinachozungumziwa kwa jumla katika aya hizi? Ni maudhui gani ya kimsingi ambayo yametukuliwa na aya hizi 18 ambayo ni sehemu ya 4? Maudhui ambayo yanaozungumziwa hapa ni maudhui ya maad, au kwa lugha tuielewao sisi ni maudhui ya yaumul qiyama, siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa, siku ya hisabu. Ndiyo maudhui yanayozungumzwa hapa, na kwa ajili hii itakuwa suratu Yasin katika juzu yake ya 4 hii tutakao kuizungumza yakamilisha misingi 3 muhimu ya dini, au ziamkue nguzo 3 muhimu za dini, yakamilisha sasa. Kwa sababu tukitaka kukumbuka nyuma
juzu ya kwanza kulikuwa kukizungumziwa utumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kwa hivyo mada iliyokuwa ikizungumziwa ni mada ya utumi katika juzu ya kwanza. Juzu ya pili ilikuwa pia haiko mbali na juzu ya kwanza, yazungumzia utumi pia, ingawa juzu ya kwanza ilikizungumza husus utumi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapambano yake na wapinzani waliokuwa wakimpinga. Kisha juzu ya pili ikataka kutufungulia ukurasa wa historia ya mitumi pia, kama mfano wa mapambano yalokuweko kabla ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikatuelezea kisa cha ashabul qarya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaaha al mursalun. Kwa hivyo juzu ya kwanza na ya pili tutaweza kuamkua alikuwa ikizungumzia aslun nubuwa, msingi wa utumi ama unabii. Juzu ya tatu tuliona ni aya au ziite dalili ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ametuelezea baadhi zinaotupeka sisi katika kumwamini Mungu, kuamini tauhid, kuamini utendakazi wake na upekeshaji wake wa mambo katika dunia hii. Kutoka wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha mpaka tulipomaliza jumla lililopita wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo tulizungumzia aslun nubuwa, msingi wa kwanza. Msingi wa pili tukazungumzia aslu tauhid. Sasa leo tukamilisha kwenye aslul maad. Misingi hii mitatu ndiyo misingi muhimu ya dini ya Kiislamu, na mengine yoyote zaidi ya hii ni zitandu, hata kama ina maina ya misingi. Wengine utakuta kupata usulu dini ni 5, misingi ya dini ni 5, au wengine watakwambia arkanul imani ni 6, lakini ukweli wa mambo zile zinazozidi zarudi kwenye hii mitatu. Tauhid ya kusanya mambo ya sifa za Mungu, uadilifu, zote zarudi kwenye nini? Tauhid. Kwa hivyo wale waliokuja wakaongeza kwamba kuna na al-adlu ni katika misingi, ni kwa malengo fulani ambayo si mahala paki kuieleza hiyo. Tukija kwenye an-nubuwa tuweza kupata kwamba kuna dhehebu pengine lazingatia masala ya imama, uongozi, ukhalifa ni katika usuluddin, lakini si pia la kuwekwa kando, kwa sababu ukhalifa au uimamu ni kuendeleza kazi za nini? Za nubuwa. Ni ule kiongozi anayokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam akawa atekeleza zile nyadhifa ambazo kwamba ameatiwa. Kwa hivyo pia yarudi kwenye aslun nubuwa. Tukia na katika yaumul qiyama utapata kwamba misingi ya asili ya dini yote yarudi kwenye sehemu hizi tatu. Na hapa ndiyo tutakuja kufahamu uzito wa suratu Yasin, ni kwamba itukuzie misingi hii muhimu mitatu. Sasa juzu hii ambayo tutataka kuanza kuifasiri, tutazungumzia habari hizo. Tutazungumzia masala ya kiyama, vipi kitasimama kiyama, vipi watu watahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhisabiwa, vipi malipo yatatolewa, wale wema watapata malipo gani ambao ni pepo, na wale waovu watapata malipo gani ambao ni moto. Kisha pia tutaelezewa na tafsili kidogo ya starehe za peponi na starehe za motoni. Pia tutagusiwa kidogo masala ya za peponi na adhabu za motoni, wala pia zaweza kuwa ni starehe na adhabu za motoni. Kisha pia tutazungumziwa katika masala ya hisabu, ile mahakama ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na nidhamu zake, na ushahidi utakuwa sampuli gani siku hiyo, kama ile al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kwa hivyo ni tafsili kiasi ambacho si kitoto
cha kukizungumza kiyama. Na kiyama tukitaka kukizungumza, kwa sababu sisi tuko kwenye tafsiri, ni kirefu tukizungumza kiyama au maad, kwa sababu lau tutataka kuzihesabu zile topic ambazo ziko kwenye mada kama hii, kitu cha kwanza huwa tubidi tuzungumze mauti, kwa sababu ndio mlango wa kuntakili kutoka kwenye dari ya dunia kwenda katika darul akhirah. Kitu cha pili ambao huwa tunataka tukizungumze ni kuhusu alama za kiyama, kwa sababu kuna mambo fulani kulingana kwa mujibu wa itikadi za Kiislamu yatatokea kabla hakiyatuka kiyama, tuyazungumzie mambo kama hayo. Na alama ziko sampuli mbili, kuna alama za karibu, kuna na alama za mbali. Kuna alama zitatokea lakini kutakuwa na gap kubwa au wakati baina ya hizo alama na kutuka hiyo siku ya kiyama. Kuna na alama zikitokea hizo ni kiyama kiko milangoni. Kuna masala ya watu watakufa vipi siku ya kiyama, na ulimwengu utaisha vipi, ambao pia hii ni mada ndefu. Qur'ani imeeleza kila sampuli, bahari zitawaka moto, nyota zitafanya nini, zitapuputika, majabali yataruka kama pamba, kal'ihnil manfush wa neno kalfarashil mabthuth, wanadamu watatawanyika kama pandi, mpaka umalizike ulimwengu kabisa. Kisha ni muda gani utakaokuweko baina ya kumalizika kila kitu na kurudi tena? Kisha kukurudiwa tutakuwa kwenye masala ya nushur, kufufuliwa watu. Kisha tutakuwa kwenye masala ya watu kwenda kwenye uwanda wa hisabu, na tutafufuliwa vipi. Kisha kuna na maisha mamoja nimeyawata kule nyuma baada ya mauti. Tukitaka kuzungumza kiyama lazima tuzungumze na barzakh, maisha ya barzakh, maisha ya kaburini, nayo yana nukta tele ndani. Kisha tutakuwa kwenye uwanda wa hisabu, vipi kutahisabiwa, vipi zitawekwa mizani, ni nini mizani, ni kilo gani au ni zipimo gani zitakazokutumiwa, ni nani mashahidi, mahakama zitaendeshwa iye, tuwe kwenye pepo, tuwe kwenye moto, yatangia masala ya shafaa na mambo mingi sana yatakayokuwa kwenye kiyama. Lakini kwa kuwa sisi hatuko kwenye darasa ya aqaid, tunataka kukieleza kiyama kwa tafsiri, bali tuko kwenye kufasiri kwa mujibu wa aya tunazozifasiri, za tueleza mambo gani siku ya kiyama. Tutatosheka na hayo, mengine tutayagusia wakati tukipitia aya zake mahala pengine. Na ikiwa kuna la dharura sana, hatutolisubiri mahala pake, twaweza tukalipatika. Lakini tusitarajie kwamba haya mambo tutaweza kuyazungumza yote katika mada hii, ni marefu sana, ingawa yalozungumzwa si machache. Haya kwa ufupi ndiyo mazungumzo ya aya 18 tutakazo kuzisoma katika juzu hii. Taban mazungumzo ya kiyama hutia wasiwasi, hutia dhiki kiasi fulani. Kwa hivyo naomba yasitukimbize kiasi fulani kwenye darasa, kwa sababu kama nitakavyokuja kueleza mbele, ni mazungumzo ya kukukera, ni mazungumzo ya kukupa majukumu, ni mazungumzo ya kukufanya ujihisabu nafsi yako. Kwa hivyo si mazungumzo kiasi fulani ya kielimu ya kuyaza maalumat kwenye fikra, ni mazungumzo ambayo yatakufanya wewe ujihisabu, ujitunge. Na mwanadamu siku zote kukiadia masala ya kuangatishana majukumu huwa yakimkera kiasi fulani. Kwa hivyo ni mazungumzo muhimu, tutataka tuyasikize. Tukianda na aya ya kwanza, aya ya 48 imeanda Mwenyezi Mungu atuambia, wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Hunena wao, ni lini hiyo ahadi ikiwa nyinyi ni wakweli? Hunena wao, ni lini hiyo ahadi au hicho kiyama, ni lini? Mkiwa nyinyi munaodai kuna kiyama ni wakweli, tuambieni ni lini. Ni nani hawa wanaonena maneno haya? Ni wale wapinzani ambao kutoka mwanzo wa Yasini sisi tuko na wao,
wale wapinzani wa mitumi, wale ambao kwamba si kitambo darasa iliyopita tu walokuwa wakiambiwa ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, wakiambiwa anfiqu mimma razakakumullah, wakijibu potofu. Sasa Yasini imegusia sana masala ya kiyama, kiambia basi ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum, kucheni adhabu ya hapa ulimwenguni na adhabu ya wapi? Ya akhira, yani ya siku ya kiyama. Kule nyuma waliambiwa wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, baada ya kuwa wameangamizwa kwa adhabu ya hapa, waambiwa bado na watu wote watafufuliwa, watahudhurishwa kwa Mwenyezi Mungu. Sasa ilikuwa zitisho za kiyama zimezidi kwao. Mitume huwaidhia wao, watani kufanya mambo fulani, kuna na siku ya kiyama. Waumini pia huwaidhia wao, kuna adhabu kwa Mwenyezi Mungu, kuna hisabu. Sasa zilikuwa nyimbo, wale mushrikina na wapinzani wazisikia. Sasa ndio wakatupa sasa hii, wayaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin, tumechoka kusikia kiyama lini. Na kie basi ile mantiki yao ya istihzai, ya upinzani, ya kukakamaa kwao na batil, na majibu yao ya upotofu. Wanaambiwa jamani, toani wanena Mungu kiwa hataka kuondosha umaskini na teremshe senti. Elewe, wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amahu. Kwa hivyo kiwa Mungu una hamu mno ya huu maskini usiweko, na maondoshe yeye ndio alowapa, utawapata majibu yao ya upotofu na ya istihzai. Sasa hapa walitupa ni suala, lakini ukweli wake haina maana ya nini ya suala. Itukuzie maana ya inkar, kukanusha, itukuzie maana ya istihzai. Ni lini basi hiko kiyama? Kama wewe pale mtu akutishapo, mimi nitakuonesha na ukifanya kitu kadhaa ndio utaniua mimi nani, ukamwambia basi kiteremshe hicho kiwingu tukione. Ni lini kitateremka hicho kiwingu? Huwa si maana wataka akwambie nkesho wala nkesho kuto, huwa itukuzie ni maana hakuna kiwingu kama hiko, au akudharau na kuonesha kwamba wewe huwezi kufanya kitu chochote. Wayaquluna, huwa wakinena hawa wapinzani, mata hadha alwa'du, ni lini hono wa'di? Neno la wa'di katika lugha ya Kiarabu mara nyingi hutumika kwa kumwahidi mtu mambo ya kheri, mambo ya starehe, au kwa lugha bora bishara. Wa'id mara nyingi katika lugha ya Kiarabu huya katika kutoa ahadi za kuadhibu, na ndio mara nyingi wale wataalamu wa Kiislamu huwa wakiamkua ni yaumul wa'di wal wa'id. Wa'di yani ni pepo, starehe, wa'id ni moto. Lakini neno hili la wa'di huja likatumika peke yake bila ya wa'id. Mara nyingine huya yote mawili, alwa'du walwa'id. Yakia mawili, wa'du utalifasiri kwa bishara, kwa mambo mazuri, wa'id utafasiri kwa mambo ya adhabu. Likija peke yake wa'd hutanganya zote mbili. Kwa hivyo hapa usitupe suala pengine kwa nini mbona imekuwa wayaquluna mata hadhal wa'du, na wa'di ni pepo, na wanaozungumza ni nani hapa? Ni wapinzani, na wao wametishwa kwa moto. Kwa nini wasinene wayaquluna mata hadhal wa'id, wakanena mata hadhal wa'd? Hutumika katika lugha ya Kiarabu kwa maana zote mbili. Wayaquluna mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin, ni lini iko kiyama? Ni lini hizo adhabu za moto zitakuya? Tuambieni ikiwa nyinyi mitumi, nyinyi waumini mnaotuambia maneno haya, sadiqin, ni wa kweli. Ni maana ikiwa hamuna siku, hamuyui lini, hamuna jeno. Hii ndio aya ya kwanza tutaka tuanze nayo, aya ya 48. Toban aya yenyewe haina ugumu wa kitafsiri, haina zito ambazo kwamba haziko wazi tunataka tufanye nini, tuzifungue. Kwa hii tafsiri niloitoa kwa muda mfupi, na taraji tumeweza kuizunguka
aya yazungumza nini. Lakini kwa upande mwingine aya yafungua mlango wa maadi, yani yafungua mlango wa siku ya kiyama. Ingawa Mwenyezi Mungu ameitupa, si yeye anaozungumza, awanukuu wapinzani, lakini utaipata ndiyo nukta ya kwanza. Lau tunataka kujadili siku ya kiyama, huwa tunataka tuanze na hili suala: ni kweli kiko kiyama au hakuna? Ni kweli uko uwezekano wa watu kufufuliwa au hakuna? Ni kweli mifupa ikishakutakalika, kama watakavyokunena mbele kwenye suratu Yasin, man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, ni nani atakao kuihuisha ile mifupa imesagika imekuwa unga na mengine jamaa wameitumia wametengezea madawa? Sawa, ni nani atakao kuihuisha? Uko uwezekano hono kiko kiyama? Hili huwa ni swali la kwanza tukitaka kujadili msingi huu wa kidini. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ameyataua katika maneno yao haya ya kukanusha kiyama, ya kukionea ajabu kiyama, ambao itatupeka sisi kwenye suala, je, kiko au hakiko? Lakini kabla hatujafika hapo kwenye madhumuni ya hii aya, napenda turudi nyuma kidogo ili tuitukulie matao hii mada. Kama ule mtezaji atakao kuupiga mpira, mara nyingi hasimami pale kwenye mpira akaupiga, hubidi urudi nyuma hatua 6 au 7, na kila kitu ukitukulia matao huwa ukikiona uzuri na ukiweza kukiingia uzuri. Kwa hivyo sisi tusende moja kwa moja tukaanda na hili suala, hata turudi nyuma zaidi tuangalie kuna nini na tutaingia vipi kwenye mada. Kitu cha kwanza yataka tuelewe sisi kwamba kuamini maisha ya akhira, kama nilivyozungumza nyuma, ni msingi muhimu katika misingi ya dini na katika misingi ya imani ya muumini Muislamu. Kiasi Uislamu wa mtu hauwezi kukamilika ikiwa hakuna imani kama hii. Hiki ni kitu chataka kifahamike kiasi kikubwa sana. Kuamini siku ya kiyama ni sehemu muhimu katika itikadi ya Muislamu, kwa kiasi ambacho kwamba kukikosekana sehemu hii, Uislamu haubaki. Hata kama utaamini Mungu, utaamini mitumi, utaamini zitabu, lakini kukipungua imani hii, Uislamu haujakamilika na haukubaliwi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiki ni kitu cha kwanza. Ni nini nene hiki? Tukikubali kitu hiki na tukakielewa, kitatupa msukumo mkubwa zaidi wa kutaka kuelewa kiyama na kutafuta dalili za kujikinaisha ili kuuhami Uislamu wetu, kwa sababu Uislamu haukamiliki bila ya itikadi hii. Ili tuwe na akili za kutulia zaidi, tuwe na hamu ya kuyafuatilia zaidi masala haya. Singano hizi ni muhimu katika maisha yetu. Pili, mbali na dini, kupata majibu ya kukinaisha kuhusu maisha ya akhira na siku ya kiyama, yamaanisha kupata majibu ya maswali matatu yanaomkera kila binadamu, hata asokuwa na Muislamu, kutoka akili ifanye kazi katika kichwa chake mpaka kufa kwake. Kila binadamu ana maswali matatu ya mkera, na tukitaka kuzungumza kikwetu ya mtuna. Akipurukusha ni masala mbali, hataki kusikiza sautu dhamir, sautu al-aql, lakini ana maswali matatu siku zote ya kukabili akili. Hata kijana mtoto, akili ikianza kufanya kazi, haya huwa yako na mpaka kufa kwako, na yakutaka siku zote upate majibu. Swali la kwanza, natoka wapi mimi kama binadamu? Hata Uislamu tuweke mbali, kama binadamu natoka wapi? Nilikuwa siko niko. Kwa nini nimekuya? Ni kitu gani kilichonileta hapa? Hili ni swali muhimu. Kila binadamu anaamini Mungu asiamini Mungu atafuta jibu. Swali la pili, hapa nilipo baada ya kuwa nimeshaetwa
au nimejileta, kulingana na utakavyokujibu swali la kwanza. Hapa nilipo nini wadhifa wangu? Lengo langu ni lipi? Kazi yangu ni ipi? Swali la tatu, nenda wapi? Naona watu hufa. Tukisha kufa ndiyo yamezie mambo, ama kwaendelea? Na ikiwa kwaendelea mbapi, na kuna nini huko twendako? Jawabu la suala la kwanza ndio ule msingi wa tauhidi. Watoka wapi? Watoka kwa Mungu, ikiwa ni Muislamu, ikiwa waamini Mungu. Wafanya nini hapa? Hapo ndipo wapata asli ya pili ya Uislamu, utumi. Hapa umeumbwa, una lengo ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, na mitumi wamekuja kukusaidia wewe binadamu katika kutekeleza yale majukumu ulioumbiwa nayo, yale malengo ambayo umeumbwa kwa ajili ya malengo hayo. Swali la tatu jibu lake ni hili, ni hii mada. Twenda wapi? Ikiwa waamini siku ya Kiyama, utakuwa na jibu kwamba sisi tukifa sio mwisho, bali ni kutoka mlango tukaingia kwenye mlango mwingine. Ikiwa huamini siku ya Kiyama, itakuwa kufa kwako ni mwisho wa maisha. Kwa hivyo ni muhimu sana uikinaishe nafsi yako, uipatie majibu ambayo yataitosha nafsi yako. Baada ya kufahamu maingilio haya, umuhimu wa kusoma mambo haya kidini, umuhimu wa kuyasoma mambo haya kiubinadamu, kidini kwa sababu Uislamu haukamiliki bila ya nguzo hii. Kiubinadamu, kimaumbile, wewe una maswali ya kushawishi, yataka nini? Majibu, na lazima uyapatie. Moja ni hili la siku ya Kiyama. Hapa ndipo utakuja kupata vipi Qur'ani imekuya kulipatia nafasi kubwa suala hili la siku ya Kiyama, kiasi tu maina katika kusoma baadhi ya zitabu hiyo, mpaka niliona mambo yatakuwa marefu nikayawata. Maina ya siku hii katika Qur'ani 60 ya 70. Mungu namna amezoitilia mkazo siku kama hii, maina yake tu siku ya Kiyama katika Qur'ani ni zaidi ya 70. Ina maina mbalimbali katika Qur'ani. Utaipata katika Qur'ani kuna yaumul qiyama, yaumuddin, al-yaumul akhir, yaumul ba'th, yaumul hashr, yaumun nashr, yaumul hisab, yaumul fasl, yaumul khulud, yaumul jam'i, yaumut taghabun, yaumut talaqi, al-yaumul maw'ud, as-sa'a, al-qari'a, al-haqa, as-sakha, yaumul hasra, na mingi zaidi ya hapo. Ni maina tu ya siku hii. Istoshe, ukirudi ukaisoma Qur'ani, baadhi ya wanazuoni wanena thuluthi ya Qur'ani yazungumzia masala ya Kiyama. Thuluthi ya Qur'ani, yani Qur'ani ukaigawanya sehemu tatu, sehemu moja peke yake yazungumzia Qur'ani. Baadhi ya wanazuoni yazungumzia siku ya Kiyama. Baadhi ya wanazuoni wamenena ni aya 1200. Aya 1200 zilioko katika Qur'ani zinazungumza masala ya nini? Ya Kiyama peke yake. Baadhi wamekwenda zaidi ya hapo, wamenena ni 1400. Al-Alamatu Tabatabai amekwenda zaidi ya hapo, asema yeye ana dalili lakini hakupata nafasi ya kuzibaini kwamba aya zinaozungumzia siku ya Kiyama kwenye Qur'ani ni aya 2000. Kwa mujibu wa maneno haya imeusikilia thuluthi 2. Hii yote ya kuonesha umuhimu wa Qur'ani katika kulishughulikia swala hili. Zaidi ya hapo, si rahisi ukishika mswahafu ukasoma ukurasa mmoja usipate siku ya Kiyama. Ni nadira sana. Ukishika mswahafu kurasa utausoma isiye masala ya siku ya Kiyama, hata kama ni kwa mbali, ima ni hisabu au ni pepo au ni moto ama ni vipi, yani suala lolote linauhusu siku ya Kiyama si rahisi kulikosa katika ukurasa. Zaidi ya hapo,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ni mara nyingi sana, kila akizungumza kuaminiwa yeye aweka sawa na kuamini siku ya Kiyama. Zaidi baadhi ya wanazuoni wamenena ya mahala 30, kila akizungumza masala yu'minuna billah huya wa bil yawmil akhir, au mfano wa ibara hizo. Huamini Mungu, la pili hufuatia ni kuamini siku ya Kiyama. Halifuatii kuamini mtumi, halifuatii kuamini Qur'ani, linalofuatia ni kuamini siku ya Kiyama. Kama kukufahamisha kwamba kuamini Mungu na kuamini siku ya Kiyama ni zitu ambazo kwamba zatembea sambamba, na huwezi kuziepua ukatukua kimoya bila ya cha pili. Ukirudi tena ukasoma mijadala ya mitumi, juhudi walozitoa mitumi, hakuna katika mapambano yao mahala wamezipopata tabu mitumi kama masala ya siku ya Kiyama. Na mijadala yao mingi na hoja zao nyingi na wapinzani wao utapata ilikuwa ni kuhusu nini? Siku ya Kiyama. Zaidi ya masala ya tauhid hawakupata tabu kiasi kikubwa. Hii ni katika Qur'ani kwa ufupi. Kisha kitu ambacho kwamba hatufai kukisahau na kukiweka mbali ni kwamba imani hii ya kuamini siku ya Kiyama si imani mahsusi ya Waislamu au ya dini ya Kiislamu, bali dini zote zinaunasibishwa na mbingu zaamini masala haya, ikiwa ni Ukristo, ikiwa ni Uyahudi. Ukirudi leo kwenye Taurati, ukirudi kwenye Injili, sina haja ya kuwakusanyia aya na dalili, utapata ni itikadi za shirikiana dini hizi. Zaidi ya hapo, watafiti wa kidini ulimwenguni wathibitisha kwamba hata watu wa kawaida, huwezi kupata taifa limeishi katika dunia hii halikuwa na imani hili namna litakalokuwa. Hata wale mabedui waliokuwa wakiishi majangwani kabla ya Uislamu walikuwa wanayo itikadi ya siku ya Kiyama, ingawa zilikuwa ni itikadi za kisampuli. Mathalan, wametoa ushuhuda katika baadhi ya itikadi, ukienda utakuta kuna watu kabla ya Uislamu walipokuwa wakifiliwa na mtu wakimzika, walikimfungia farasi kwenye kaburi, walikimfungia ngamia kwenye kaburi, ili siku atakao kutoka apate kipando cha kupanda. Kuna watu walikuwa wakizika walikibakisha tundu paka kwenye maiti, ili wanaimani ruhu ikia wakati wa kurudi kukiwa hakubakishwa nafasi haitopata ndia ya kupita. Sasa walikibakisha tundu nyembamba kutoka yu mpaka tini ndani ya kaburi, ili ruhu siku ya kurudi ikia ipate kupenya ingie. Hizi zote zaturudisha kwenye kuamini nini? Maisha baada ya kufa. Na dini zote za kimajusi, za kibodhi, za kibarahima, zote zina itikadi hii ya kuamini siku ya Kiyama. Swali lingine, mbali na imani ya dini, mbali na ubinadamu unavyofaradhia tupate majibu ya baadhi ya maswali, je, kuna athari zozote za kuamini siku hii zaidi ya hapo? Haya maswali mwaweza kuona nimetoka na nyinyi mbali, lakini ndio twaja kuyajadili na yatakuya kufunguka wakati tunapozisoma hizi aya. Kuna kitu gani kinachokuongezea wewe kama Muislamu au kama binadamu katika maisha yako wakati ukiwa na imani hii? Wakati tulipokuwa katika tafsiri miaka iliyopita ya ya Ayatul Kursi, nilileta swali kama hili mimi, kwamba kuamini dini kuna athari gani au faida gani katika maisha ya mwanadamu. Tuzieleza kwa urefu hizi. Swali hili lafanana na lile, lakini hili haliko kwenye dini yote, liko tu kwenye kuamini siku ya Kiyama. Zaidi ya kwenda kutiwa peponi tuyawate haya, zaidi ya hapo, kabla hatuyafa mimi na wewe, sasa tuna natija yoyote wakati tukiwa na imani hii? Bila ya shaka natija ni kubwa sana. Kwanza, kama nilivyowaambia, Uislamu wetu haukamiliki bila ya imani
Hii ni athari muhimu. Pili, kuamini Mungu na kuamini siku ya kiyama huyapatia maisha yako uhakika. Maisha ya dunia bila ya imani hii hayana maana, hayana maana kabisa. Lau utaivua imani ya siku ya kiyama, maana yake wewe maisha yako ni kutoka kuzaliwa mpaka nini? Kufa. Yamekwisha, hayana maana maisha haya. Haya ni maisha ya kula na kulala na kuvaa na kuinuka kufanya kazi. Hayana maana. Hayawezi kuwa na maana maisha ya kihakika ikiwa hakutokuwa na maisha baada ya haya, kwa sababu kama anavyotuambia lahiyal hayawan, maisha ya kihakika ni maisha gani? Ya akhira. Haya maisha ya mateso, haya ni maisha ya kusongonyeka, ni maisha wewe shida, ukiamka asubuhi mpaka ukilala matatizo tu. Hakuna raha katika maisha haya. Na ikiwa Mungu ametuumba tuishi maisha haya tu, ni ametuumba tuteseke tu sisi. Hakuna natija ikiwa utayafahamu maisha haya ya dunia na hutohadaika na baadhi ya zitu zitoto. Utakuja kuyaona maisha ya dunia ni maisha, ndio ile hadithi mara nyingi huwatatiza watu kwamba ni sijnu almu'min, ni jela. Hakuna raha katika maisha haya. Kwa hivyo athari moja ya kuamini siku ya kiyama ni maisha yako hupata qima. Yakipata qima, huja ukafahamu kwamba hapa duniani sio maisha, maisha ni ya akhira. Hapa ni makulima, kama ile hadithi inayotuambia ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ndiyo makulima ya wapi? Ya akhira. Utajua unachokifanya na unachotakikana uwe nacho, na mipango utaipanga vipi ya kwenda kuishi kule unapokwenda kuishi. Tatu, kuamini siku ya kiyama ni kitenda kazi chenye nguvu kiasi kikubwa cha kujenga maadili katika maisha ya binadamu, cha kuhakikisha utekelezaji wa kanuni, kwa sababu hakuna kitu kinachoweza kumlinda mwanadamu kuwa na tabia mzuri, kutomdhulumu mwenzake, kumfanyia hisani mwendani wake, kutokiuka kanuni, kama masala ya pepo na moto yana dauri kubwa. Leo wewe waweza kutoa sadaka kwa sababu tu waamini kwamba mimi nitapata thawabu na nitakwenda kuingia peponi. Leo wewe waweza kuwata kumdhulumu mtu kwa sababu tu waamini kwamba mimi nitafufuliwa na nitakwenda kutiwa motoni nikidhulumu. Leo wewe waweza kutofanya zina, waweza kutojepa. Imani tu ya kiyama ya pepo na moto ndiyo yateza dauri kubwa katika kukufanya wewe uzitunge kanuni, uzitekeleze kanuni, uwe na akhlaqi mzuri, maadili mema, na uwe utaishi na watu kwa uzuri, ambao leo serikali zote ulimwenguni, jumla ya maendeleo walionayo na katiba zote zinazotungwa na polisi wote wanaowekwa, washindwa kumdhibiti mwanadamu asikiuke kanuni, washindwa kumdhibiti mwanadamu awe hatokuwa na akhlaqi mbovu, washindwa. Kwa sababu gani? Mwanadamu ana khila, mwanadamu hawezi kulindwa kiasi kikubwa. Kuna atakao kuyafanya kwa siri, kuna atakao kutumilia nguvu, kuna yule ambaye ajua koti haimshiki, kuna yule ambaye kwamba ajua polisi hawawezi kumfanya kitu. Lakini ukishakuwa na imani kwamba kuna mahakama ya Mwenyezi Mungu, mahakama ya uadilifu, hakuna watu kuingia kati, hakuna hongo, hakuna maina, hakuna nasaba, hakuna chochote, ni uadilifu peke yake unafanya kazi pale. Hii yateza dauri kubwa katika kusahihisha nyendo zako katika maisha haya ya dunia tunayoyaishi sisi hapa. 4, katika athari za kuamini siku ya kiyama, ya kupatia wewe unayeamini siku ya kiyama power, nguvu kubwa sana ya kupambana na shida za ulimwengu. Kwa sababu kama tulivyonena, maisha ni haya. Lakini nyinyi angalieni,
Tukueni mifano ya sisi tunaoamini Mungu, sisi tunaoamini dini. Wale wasioamini dini, namna waliona starehe za ulimwengu, namna wanavomiliki, wakia wakitutembelea kwenye mii yetu hustaajabishwa kwamba nyinyi muna ufukara hali hii, nyinyi muna shida hali hii, maradhi yametutangilia kila upande, na hupatana nafasi mukaketi na barazani na mukazungumza na mukateka, na usiku mukapata na usindizi mukalala, ambao yeye waweza kumpata mzungu si kwa ajili ya ukabila, nazungumza kama dini. Yaweza kuna wazungu waislamu, yule ambaye kwamba si muislamu, ana kazi mzuri, ana nyumba mzuri, ana pesa za kutosha, na bado ana dhiki ya kufikiria tu kwamba yeye sasa yao una miaka 30, lakini atakapokufika miaka 70 kutakuwa yeye ni nani atakaye kumwangalia? Lakini wewe kwa kuwa una imani ya kidini, mara nyingi hisabu hizo huwa hazikukeri. Sikwambii dini ya kuwekea, ya kuondoshia nidhamu ya kimaisha ili usijipangie mustakbali wako, lakini dini ya kupunguzia hamu nyingi za kusahau kwamba kuna na Mungu hupanga mambo yake. Yeo wewe waweza kuwa mtajiri, asubuhi ukaitoa habari kwamba mali yako yote yamefanya nini? Yameporomoka, na ukanena alhamdulillahi rabbil alamin. Hizi zote ni nguvu za kinafsi unazozipata wakati unapoamini kwamba haya ni maisha sisi twapita, na tunachokimiliki hapa si cha maisha. Maisha ya kihakika ni maisha ya wapi? Ya akhira, ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho, katika athari muhimu za kuamini siku ya kiyama ni hukupunguzia wewe kupenda ulimwengu. Na subhanallah, kupenda ulimwengu ndio sifa mbovu, ndio sifa ya hatari. Mtu wakati akiwa yeye hisia zake zote, mahaba yake yote yamefungamana na ulimwengu, kama hadithi zinavyotuambia, hubbu dunya ra'su kulli khati'a, kupenda ulimwengu ndio kitwa cha kila kosa, kupiga makamama ulimwengu. Ndio utakuta watu yao hawajali, kukusanya za kujepa, za kudhulumu, zake sokuwa zake, ni ile hubbu dunia namna imezokuwa. Lakini wakati ukiwa na imani kwamba kuna siku ya kiyama, wakati ukiwa na imani kwamba wewe utakufa, hii ya kupunguzia au ya kuondoshea kukakamana ulimwengu. Na ukisha kukosa kitu hiki, kupenda ulimwengu, basi wewe umeshapata funguo za mema. Maovu mingi msingi wake yako na kupenda ulimwengu, kupenda kuishi, kupenda kuumiliki ulimwengu, kwa sababu huko halalishia za halali na za haramu. Hii ni katika athari moja. Bila ya kurefusha, athari hizi na yale tuliyozungumza nyuma na Qur'ani zote, nalolitaka mimi ni kujenga umuhimu wa masala kama haya na kuyayua na kuyafuatilia. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Sasa suala ni hili, ikiwa siku ya kiyama ina athari hizo za kujenga, kwa nini hawa wapinzani wakanusha? Kwa Mwenyezi Mungu anatuambia wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, iko katika msimamo wa kukanusha, waikataa siku kama hii. Kwa nini? Wana dalili? Wana shaka fulani katika akili zao? Wana mambo gani ya wasumbua mpaka wakafika kukanusha kitu kama hiki? Sababu ni nyingi, hususa tukitaka kuisoma Qur'an, tukiazia na haya tuliyozungumza nyuma, yatatusaidia kiasi kikubwa kwa nini hawa wawe wakanusha kiyama. Sababu ya kwanza ya kukanusha kiyama ni sababu ambayo kwamba haihusiani na kiyama peke yake, bali ni sababu yapatikana katika mambo mingi mwanadamu anayokanusha. Mwanadamu kimaumbile ana sifa ya kukanusha zitu ambazo kwamba
ni ghairu mahsusa, zitu za kuelezewa, zitu asoziona, asokuwa na uwezo wa kuziona, wa kuzishika, huwa mpesi wa kuzikanusha zitu kama hizi. Sasa masala ya kiyama ni masala ya kuelezewa, kwa sababu msingi wa kiyama ni mitumi, ni habari waliokuwa nazo, wakituambia sisi kuna siku ya kiyama, siku hiyo kutafufuliwa watu, kutakuwa na kadhaa, kuna kadhaa. Ni habari hizi zatufikia. Habari hizi hatuyaziona sisi, au kama wanenao wenye kunena, hakuna mmoja alokufa karudi katupa sisi habari zilizoko huko. Sasa kimaumbile binadamu huwa ni mpesi wa kukanusha zitu kama hizi, huwa uko na uandalizi. Pili, kitu cha pili ambacho kwamba chawafanya hawa wapinzani wakanushe siku ya kiyama ni ile tabia ya manadamu ya kukimbia majukumu iliyoishiria mwanzo. Wale watu waovu, wale watu ambao kwamba wataka kuishi namna wanavyopenda, wataka kufanya wanalolitaka, ukiwaelezea mambo ya kiyama huwatia dhiki, kwa sababu kiyama cha kupa majukumu. Ukiwa utaamini kuna siku ya kiyama, ikiwa utaamini kuna pepo na moto, na tukifufuliwa tutakwenda kuhesabiwa kwa kila tunalolifanya, kama inavyotuambia Qur'ani, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Sasa imani hii huwa ikikuwekea zikwazo katika maisha yako, huwa ikikwambia hili utalifanya, hili hulifanyi, huwa ikikuwekea mipaka katika tasarufati zako. Sasa wale wanaopenda kuishi kwa uhuru, wale ambao hawapendi kutukua majukumu, huona msingi dhiki hizi zote za haramu na halali, za kufaa na haifai, si zimetokana na kuamini kuna kiyama. Kwa hivyo natija, solution nini? Ni kukataa. Hatutaki kabisa, bana, hakuna siku ya kiyama. Ikiwa hakuna siku ya kiyama, hakuna kufufuliwa, hakuna hisabu, hakuna faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kwa hivyo kila mtu ataifanyia atakalo. Na sababu kama hii utapata katika suratul Qiyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameieleza. Mwenyezi Mungu atuambia, ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridu al-insanu liyafjura amama. Mwanadamu aitakidi kwamba sisi hatuwezi, yani Mungu azungumza, sisi hatuwezi kuikusanya mifupa yake, yani tukamfufua. Aitakidi hivyo, yani akataa kiyama. Mwenyezi Mungu ajibu anena, bala qadirina ala an nusawwiya banana, bali tuna uwezo wa kufanya zaidi ya hayo. Hata masala ya kukusanya mifupa, tuna uwezo wa kumrudishia mpaka zile alama ambazo kwamba kila mtu ana zake katika zanda, tukazirudisha kila mtu kwa zake. Sipo tupatakapo ni hapa, bali yuridu al-insanu liyafjura amama. Mungu asema ukweli si kuwa wao wakanusha kiyama kwamba Mungu hawezi kufufua watu. Hiyo sio sababu. Sababu ya kihakika ni kwamba wao wataka wawe na mawanda ya kuweta ufujuri na ufusaki namna watakao. Bali yuridu al-insanu liyafjura amama. Analolitaka ni uhuru wa kufanya alitakalo na kutenda ayatakao, yani ni kukimbia majukumu. Kisha huunga zipengee. Sasa Mungu ataweza kufufua? Ataweza kukusanya mifupa? Man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. Ndio huya sasa hizo huja. Lakini sababu ya kihakika ni hii, ndugu zangu Waislamu, ya kukanusha kiyama ni kukimbia majukumu. Lakini binadamu mara nyingi anapolitukia jambo au anapolipinga jambo,
huwa hako saraha katika kueleza sababu za kihakika za kupinga, hususa ikiwa sababu zake si za kimsingi. Pale ndio kujenga zile zisababu, akajenga zipengee. Sasa Mungu ataweza? Sasa wakaanza kuunda dalili. Dalili zao ni nyingi, zimeelezwa kwenye Qur'ani kwamba bana hakuna dalili ya kuthibitisha siku ya kiyama. Kama aya zingine nasema ni dhanna tu, nyinyi madhania ni Waislamu, lakini hakuna dalili. Wengine wakaruka wakanena hizi ni katika zile min asatiril awwalin, hizi ni ngano bana, kama yale mambo tukiambiwa makokoni musende kuna ngoloko, mustembee kwenye bunta za pwani kuna zitunushi, sijui kuna jini unaitomoya, kuna sijui kadhaa. Hizi ni katika zile ngano za kizee. Kama watu wakitaka kumtisha kijana sende kuoga pwani, walikimuundia fikra ya zitisho sende, wataka kijana asiende kwenye sehemu mbaya wakimuundia. Kwa hivyo na hawa wazee wetu wa nyuma walipokitaka sisi tusifanye makosa tufanye mazuri, waliona hakuna sababu nzuri ya kutuundia kama kutupangia haya masala ya kiyama. Kuna na hisabu, utafufuliwa, utakwenda kutiwa motoni, utapigwa marungu, kuna manyoka. Hizi ni katika zile asatirul awwalin. Wakawa wanena wengine hunu ni uzushi, Mungu hakunena siku ya kiyama. Kwenye aya nyingine wamemzulia Mungu. Wengine wakawa hurudi hunena ikiwa ni kweli kiko siku ya kiyama na Mungu atafufua, kwa hivyo natufufulie mababu zetu, stizaya na afufue mababa zetu, kila endao harudi. Na sababu nyingi ambazo tutazipitia, nyingine kwenye sura hii na nyingine zimeelezwa kwenye sura mbalimbali. Lakini ndugu zangu Waislamu, sababu ya kihakika kama nilivyowaambia ni kukimbia majukumu ya maisha, kwa sababu kuamini kiyama ya kupa majukumu. Moja katika dalili zao waliozitoa ndio hii aya tuisoma sasa. Hizi ndio zile zisababu. Wayakuluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, ni lini basi? Tujibuni. Mata saa, katika aya nyingine, ikiwa wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huyui kiyama lini, kama ilivyojibiwa na Qur'ani, nyinyi mnaoamini hamuyui lini. Kwa hivyo kutoyua kwenu kiyama lini ndalili kwamba hizo ni zitu hakuna kiyama, hakuna uwezekano wa mambo kama haya. Hii ni katika miongoni mwa dalili zao. Sasa tuisikize Qur'ani imekuwa ikawajibu vipi watu kama hawa, baada ya kuwa wao wakanusha kiyama na tumeeleza zile sababu za kukanusha kiyama. Qur'ani sasa yaja na jawabu zake kama kawaida yake, jawabu za kukata zinaotaka tafsiri kiasi kikubwa. Mwenyezi Mungu awaambia ma yanzuruna illa sayhatan wahida ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mwenyezi Mungu sasa awaambia wao waendelee na mijadala yao na mizozo yao, lakini kiyama kitawatukua ghafla baghtatan, kwa sababu ni katika hikma za Mwenyezi Mungu kisibainiwe siku ya kiyama. Si lazima mno iwe nyinyi kuamini kwenu kiyama sharuti mutaambiwa lini, si lazima, kwa sababu katika hikma, katika utendakazi wa kiyama ni kutojulikana ni lini, ndio kitafanya kazi yake inayotekana na Mwenyezi Mungu. Muhimu ni mubainishiwe ni kitu chawezekana au ni kitu hakiwezekani, kimekuwa au hakikuwa, na tutawapa mifano kuwa chawezekana kwanza. Pili, tutawapa mifano kwamba kimetuka kiyama, na kila siku katika maisha yetu kwatuka mifano kadha wa kadha ya kiyama, twaiona katika mato yetu. Hii yatosha kuwa ni dalili ya uwezo na ni kitu ambacho hakiko katika sehemu ambayo kwamba ni ya mustahilat, ni zitu zisowezekana. Jawabu hii kwa tafsiri ndio tutakuya kuizungumzia katika darasa itakayo kufuatia, kuthibitisha uwezo wa kiyama, na ni jambo la kawaida
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitubakisha na uhai na uzima, inshallah tutapambana katika juma litakalokuja kuendelea na darasa itakayofuatilia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.